nimepata neema ya kufundisha kanisa la Kiinjili la Kilutheri wanandoa wao wanawafundisha kabla ndoa. Kuna mwamba amenitafuta anataka kuchinja watoto, mwanaume ameshika simu ya mke wake. Tena actually amemfanyia WhatsApp webbing, amescan QR code ya WhatsApp, majibu yote WhatsApp yake yote mkeo usiku ikaingia kwenye laptop yake. Mwamba akawa kazini anasoma message za mke akiwa kazini. Mwana kulifind wao ni mwana kunini? Amekuta mkewe ana maelekezo ya mwanamume mwingine ni lini jamaa apewe tendo la ndoa. Yani leo simpe, kesho namna wewe. Kwa hiyo jamaa na maumivu anasema, daktari, kinachoniuma kwenye ndoa yangu kuna mtu ana maelekezo, kuna maelekezo kutoka juu. Wao unamkuta analewa, unafikiri ni issue ni pombe, kumbe haribu hisia. Sasa physical health, social, emotion, spiritual and mental ndio inafanya human being awe normal. Anything goes wrong here, you are not a normal human being. Sasa angalia, if social interaction is part and parcel of human being, mtoto wa leo, ngoja nikwambia, nimeenda shirika la umma kufundisha. Nimefika shirika la umma, mama akanikimbilia akaniambia, doctor, I'm in trouble. Nikamwambia kwa nini? Umefundisha kuhusu personality. Nilienda kufundisha personality. Mwanangu mimi ananiumiza sana. Mimi ni Mchaga, mume wangu ni Mwaya, mtoto wangu anaongea Kidigo. Kumbe ana wadada wakazi wawili wa Digo wanaongea Kidigo. Kwa hiyo mtoto naye sasa hivi anaongea nini? Kidigo. Ukikosa malezi, ukikosa mazingira, mtoto akiwa restricted indoor, unatengeneza mtoto ambaye anakosa zile akili tatu, AQ, SQ and EQ. Anakuwa tu na akili ya darasani. Akiajiriwa kama lawyer, akiingia kwenye maisha ana struggle sana to relate, anaishia kwenye pombe, ulevi, kwa sababu kwenye maisha haihitaji IQ, inahitaji zaidi ya IQ. Kwa nataka muelewe, usikae na uchungu zaidi ya siku 40. Sura Al-Imran aya 133 Waislamu inasema hivi, Allah anapenda watu wanaojizuia ghadhabu na wanaosamehe. Allah anapenda watu moyo wao umesalimika. Ukija kwa Wakristo wa Efeso 4:26 inasema hivi, muweni na hasira ila msitende dhambi, ila uchungu wenu watoke kabla jua halijakuja. Na yote anayebaki na uchungu zaidi ya masaa 12 yeye ni mpumbavu, kwa sababu hasira ukaa kifuani mwa wapumbavu. Sasa wewe endelea kukaa na hasira, afu uone kuna homoni itapanda inaitwa cortisol, itakuletea magonjwa kabla mna. Ukiachwa hakika. Kuna mtoto Same miaka 11 amejiua kwa sababu mama yake hajalipia school bus. Ameenda kwenye school bus akaambiwa upande kwa sababu mama hajalipia, akaenda chumbani akajinyonga. We are creating children who cannot handle pain, wakati life is full of pain. Sasa I'm telling you. Kwa hiyo uwekezaji wetu sisi tunatengeneza mtoto mwenye akili kubwa ya juu, tunasahau lawyer, doctors, alafu anakuja kustruggle sana. Anaingia tu miaka 28 kwenye maisha, anakuja kugundua hata kutongoza ni akili kitaa, ambao unakuta mtu anajinyonga kwa sababu ya mapenzi, kwa sababu hajawahi kupigwa kibuti. Tutengeneze watoto ambao wanaweza kuhimili maumivu chini ya jua. Na nawaambia sasa hivi kwa sababu gani? Angalia social quotient. Unamzaa mtoto leo anavaa headphone kwenye BM na Esther kutoka hapa mpaka anaenda da, hajamsalimia jirani yake, wakati akiwa kanisani, Mungu nikutanishe na wafanyabiashara maarufu. Mungu anamshangaa, wewe mjinga, ni jana umekaa na wafanyabiashara kutoka da mpaka Moshi mpaka da, ulimsalimia au? We are creating children. Nawaambia ngoja niwaonyeshe kitu. Hizi ndio highest suicide jobs duniani. Hizo namba 1 anaipiga kelele hapa, you are here. Namba 3 na namba 9 wameingia hapa kwa sababu wana vitu vya kujiulia karibu yao. Kwa namba 9 wana dawa ya kulia wadudu, namba 3 wana silaha. Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu tawi ya CRDB Ruangwa walikuwa wanalinda walinzi wawili kwenye kibanda. Mmoja akakoki SMG akamchapa risasi mwenzie. Endeleni kusali nchi.
isiwe na access ya silaha. Ubongo wa mwanadamu, mtu akitaka kujua, akijiuliza watoto wangu namwachia nani, lazima waue. Bingo niwaambie, you are seeing a behavior, lakini actually unakuta lawyer analewa. Wewe unafikiri unataka counteract ulefi, kumbe input huku amefumania mke wake message. So if you don't solve this, you won't solve the behavior. So mimi niwaambie tu, ukimwambia mtu ana afya ya akili, maana yake hisia ziko normal, fikra ziko okay, tabia ziko okay. Chochote kikienda vibaya hapa, you don't have a normal mental health. Spiritual, nimalize, muda ushaisha. Spiritual. Afya ya akili ina namna mbili ya kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Ya kwanza, kwenye vinasaba vya wazazi. Mimi nikiwa na mtoto, mimi nina mgonjwa wa akili, katika vizazi vyangu vinne tukizaliana atatokea mgonjwa wa akili kwenye vinasaba. Cha pili, afya ya akili inaweza kuhama kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, ugonjwa ule ukahama kwa kutumia dini, kwa sababu imani huja kwa kusikia. Kuna kitu kwenye afya ya akili kinaitwa delusion. Delusion inaitwa false fixed belief. Kwa hiyo mimi nikiwa ni mchungaji wenu, alafu hili ni kanisa langu linaitwa TLS Revival Church, sawa? Nyie mimi nafikiri ni mchungaji wenu. Sikiliza, majority of patient wanaokuja hospitalini wagonjwa wa akili, kinywani mwao wanaongea dini. Kimpa dawa akapona kidogo, anafungua kanisa. Ukifungua kanisa anasikia sauti. Nyie mnafikiri Roho Mtakatifu, kumbe kafanyaje? Na bahati mbaya delusion can be shared. Ukimsikia pale Shakahoja mtu anaitwa Mackenzie kawaambia watu wakae na njaa. Ukimsikia mtu anaitwa Kibwetele kawachoma watu 400. Ndio maana Mungu amesema kuna Biblia na msaafu. Siku za mwisho watakuja watu wa ajabu. Hao watu hutumia Biblia na msaafu kuverify ni watu wa Mungu au wamevurugwa nini. Okay. Unaona? Wewe endelea kula tu. Shika simu hii utapata ganzi. Wewe endelea kula tu. Unakusanya vitu usivyotumia. Kaa vibaya, matokeo yake utaona. Niwaambie, hivi wallet tunaweka nini? Matokeo yake unasababisha alignment, unasababisha ganzi. Unavyokaa, unavyotumia laptop, unavyobeba vitu, vyote hivyo ni afya. Niwaombe, ukikaa dakika 45, hata kama hujakaa kwenye ergonomic chair, stand, stretch ili kurudisha alignment yako ya S shape ya mwili wako. Wanawake, ko. Najua zinaleta shape, ila kokoko zitakubadilishia alignment yako ya afya yako. Lakini kitu kingine, kumbuka kuna percent na alignment na weight. Ukivaa high heels, 76 ya weight yako inakuwa shifted. I'm not saying usipendeze, I'm not saying usivae vibaya, ila uwe angalau basi unapumzisha, unakuwa na plan B. Wanawake oye, asante kwa kunielewa. Unalalaje inamata kwenye afya. Ila niwaombe, katika kupata zile akili nne unahitaji usiishi maisha ya pembe tatu. Watu wengi nyie mnaishi maisha ya pembe tatu. Kanisani, msikitini, mahakamani. Kanisani, msikitini ni maisha hayo hayadi value yoyote kwenye maisha yako. Lazima uwe na social skills. I'm not saying you should socialize with everyone. Yesu unayemsikiaga huyo kwa Wakristo alikuja kukomboa ulimwengu mzima, lakini Yesu alikuwa anatembea na watu 12 tu. Alikuwa akiongea siri za baba yake mzazi aliyemleta duniani. Alikuwa anachukua watu 3 anaenda nao juu. Unakuaje wewe kwa sababu daktari akasema socialize, una socialize na kila mtu? Be careful. Nani unamwambia? Kuna watu friji yao haigandishi, compressor ilishakufa na mlango wake labda haifanyi kazi. Naanza kujiandaa, uloya wako siku moja utaondoka. Nini kinakaa hapa? Angalia watu wenye, ngoja niwaambie kidogo. Kuna akili mbili huwa zinagombana sana, akili ya IQ na emotional intelligence. They battle a lot. Unajua kwa sababu gani? Simple tu. Hekima
hukaa kifuani mwa wanyenyekevu. Once ukishakuwa na elimu kubwa, wengi wetu tuna ego, na hata matibabu ya afya ya akili you need to share. Ukishakuwa na ego tu, hekima inasepa. Kwa kinachotokea sasa, ukipigwa na maumivu kwenye ndoa, you cannot share. Kwa hiyo nje unacheka, ndani una maumivu. Aina hiyo ya depression inaitwa high functioning depression. Kwa unaulizwa kuhusu ndoa yako, you are very comfortable. Mimi niko poa, unacheka, na outcome za makazi yako iko poa tu, lakini when you come to pain inside, it is still persistent. Na watu wengi wenye akili kubwa ndani yao wana maumivu, lakini nje kwa sababu ya ego they cannot share. Huyu ni daktari kajiua, huyu ni mhandisi kajiua, huyu ni muuguzi kajiua. Kabla ya kujiua alichoma sindano ya kutuliza maumivu ili akijinyonga asisikie maumivu. Huyu hapa ni hakimu kajiua. Tanzania hii nataka muelewe, watu wenye akili kubwa when they face challenge they cannot share. Huyu ni mtumishi wa TRA, huyu ni mhasibu wa zamani wa TANROADS. Watu wenye akili kubwa, hata watoto wanajiua. Nataka muelewe, Rabia ajinyonga kisa sifuri ya form 4. Nisikilizeni, we are creating children who cannot handle pain, wakati dunia ni full of pain. Hivi unajua una mtu uko naye ofisini anakuchukia, hujawahi kumfanya lolote, wanaitwa narcissistic. Na bahati mbaya narcissistic ni watu they spend time na wewe, they are arrogant, na wanafurahi sana nafsi yao inapoumia. Kwa mimi niwakumbushe tu, tunavyoelekea kwenye hii 5G na teknolojia, mimi huu ni 85 sasa hivi, we are there. Pale children don't socialize, adult don't socialize. Matokeo yake they lack ability to handle environment. Mimi na watoto wawili mapacha, twin wa kwanza anaongoza darasani, mwingine hajawahi kuwa 25 darasani. Huyu wa pili ukimuuliza anakuambia dadi, darasani tuko 50, nikiwa 25 nimewapita wangapi? Huyo ndio unayemtaka. Tumefikia pointi sasa hivi Tanzania, ukihesabu watu 4 mgonjwa mmoja wa akili. Kwa hiyo 1, 2, 3, 4, ukibisha unakuwa mgonjwa kamili. Nimalizie kwa kusema yafuatayo, ni usiku wa giza. Niwaambie tu kimoja, tumalizie. Muda umeisha. Niwaambie tu kitu kimoja tu. Ujitahidi ufanye yafuatayo because time hatuna. I want you to do the following. Ta share notes. Make sure una work life balance. Kama mtaalamu wa sheria nchi, vitu viwili. Moja, take care your family. I know you are busy. Career yako also is important. Mind your health. Sio kila kitu mbele yako after miaka 40 unakula. Chumvi na sukari ndio vitu hivi vinatuangamiza sana chini ya jua. Be careful na chumvi na sukari when you are above 35 going to 40 years. Tafuta marafiki, selected friends, ili waweze kuwa na socialization. Chini ya jua hakuna jipya. When you socialize you get new information. Kingine, tumefikia level tuna wazazi, kwa sababu we don't take care family, tuna agenda 72. Na most people don't know, tulishafika agenda 72. Sasa hivi Trump nimeona akapambana kazirudisha 2, ila nikwambie most of these extra agendas are mental illness. Nikuombe kitu kimoja, we are so confused. Kwa hiyo niwaombe muelewe malezi. Ukikosea malezi, peni ya huyu baba kwako itakuwa extra. Kwa hiyo niwaombe sana, ni huyu hapa anaogopa matokeo kwa sababu hiyo. Mwisho kabisa, mapenzi. Hivi kuna ushauri wote unaweza kumpa huyu? Una ushauri wewe? Una ushauri kwa huyu baba wewe? Wewe una ushauri wewe? Mwisho kabisa, kwenye work life balance, kuna nguvu za kwako na kuna kudra ya Mwenyezi Mungu. Sehemu yako pia unabidi upambanie, lakini pia tumuhusishe Mungu itufike. Mwisho kabisa, look for help when you are in trouble. Hii namba yangu ya simu kwa nataka kujiua. Asanteni sana. Poleni kwa muda yani. Asante sana Dr. Kweka. We are being reminded to have fun. Sasa kama kuna mtu ana maswali,
Kuna mtu ana swali? Naomba kuna lipo pale kwa Tony. Dokta, katika maelezo yako Samuel umezungumzia kuhusu ganzi, ukaaji mbaya, ufanyaji ganzi, kwani ina effect gani baadaye? Asante. Mguu akajaribu kuamsha akakwama, sababu mwili wetu una mishipa ya fahamu. Unapoiblock, I say, mimi niwaambie hivi, kuna watu wako pale Moi wameacha kazi zao kabisa. Alibeba kitu hivi akasikia hapa, ukienda ukaangalia hii disc prolapse kuirudisha, anapata ganzi kwenye miguu na severe pain. Kuna kitu kinaitwa agonizing pain. Pain moja ya score ya 10 ni kuhakikishie sometimes hata ya kuzaa inasubiri. Yani nakwambia kwa sababu gani? Hii mishipa ya fahamu hii unavochezea mouse vibaya. Ndio maana unaona dunia inahangaika kuwa na laptop ambayo imeinuka sasa hivi, wanaweka extension. Hiyo ni kuhakikisha kwamba upati ganzi, utaacha shughuli zako, utashindwa kama ni mahakamani kwenda kwa sababu ya severe pain isababishao na nini? Hizi mishipa ya fahamu kubanwa kwa sababu ya posture mbaya unayokaa. Kwa hiyo inayoanza ya kwanza ni ganzi, alafu inakuja severe pain. Yes. Swali jingine? Okay. Swali lingine mara kulipo, karibu. Karibu nitalikuza. Ongea tu. Sure. Absolutely. Sawa, ni kuongea kitu kigumu kidogo. Kuna mpaka makansela ambao ukiwaambia siri yako wanatoa. Kwa hiyo nisikize kitu kimoja kizuri sana. Mungu amekupa utashi inborn, kila mtu anao hapa, wa kujua ni nani nikimpa taarifa gani ana msaada gani. Kwa hiyo kuna wakati you don't need to share with anyone. You even discuss with your God, it's enough. Kwa hiyo lazima uangalie, ukiona watu wa kawaida hamna, nenda tu professional. Sikiliza, if you can enter in a group la WhatsApp ukaandika, naombeni mnitajie best gynecological doctor in town, wanawake wenzio watakutajia kwenye group. Unashindwa vipi kuuliza natafuta counselor ambaye anatunza asili? Utapata majina yao. Ndio dunia ilivyo, dunia inaga asili. Asante sana. Kuna karibu mama, karibu. Ndio. Kuna kitu kinaitwa ergonomic chair. Kinauzwa kabisa hivyo, kinaitwa ergonomic chair. Kwanza mwanadamu anatakiwa kukaa 90, akae chwa. Ushawahi kuona mamisi wakikaa? Ndio hivyo. Sasa kwa sababu hujazoea hivyo, ni sawa na kula Nikikwambia leo sahani yako igawe 50 mboga na matunda, 25 wanga 25. Inakutesa kwa sababu toka unakuwa uliambiwaga sahani na jagawali kikofia ni maharage. Kwa hiyo ndo mtihani sasa hapa. Ndio, kwa hiyo nikikwambia hapa kukaa utateseka sana kwa sababu mamisi unaona wanavukaa wanakaa hivi. Ndio unatakiwa ukae kwa sababu ukikaa hivi una bendi, unatengeneza hapa kibiongo ambacho baadaye kitakuletea ganzi. Kwa hiyo kuna jinsi ya kukaa. Yaani hata hapo sababu ukiguu ukaandika hivi right proper way to sit, utaiona unakaa 90 hivi. Sasa watu wengi because even the seat does not support. Kuna ergonomic chair zipo. Maofisi mengi sasa hivi yameanza kuelewa. Yanataga hivyo viti fulani vina support hapa. Hata gari unatakiwa kujua unaendesha gari la kutumbukia au gari la kukaa. Magari ya kutumbukia ushajua yale. Na wewe pepo toka, sijasema haya. Mungu awatunze sana na wapenda. Asante sana. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa, kujengea uwezo, kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the Hall of Positive Vibes.